kwa tarehe 9 jinsi tulikuwa tumeliona, tumeona hali ya usalama kwa kweli, kwa kweli ilikuwa salama na utaratibu wa huku kweli katika umoja katika usafirishaji, japokuwa kuna changamoto ya 1 2 3 kama watu wingi wa watu wakubwa kubwa sana, lakini kweli kuonekana watu wengi walikuwa katika maeneo yao ya majumbani, na kwa sisi kama sisi tulikuwa katika maeneo haya ya Bwiri stendi. Lakini kwa upande wa serikali tunashukuru kwa hilo kwamba ulinzi na usalama ulikuwa mzuri kwa pande zote, sababu maaskari walikuwa wanapita kwa kila kona pande zetu, wanaangalia usalama ukoje na utaratibu unaendaje. Lakini kwa undani zaidi tukaja tukaona kwamba hakuna jambo lolote la kuhamasisha vurugu na amani ilikuwa kubwa ya kutawala, na kulikuwa tumekaa kwa undani zaidi ikiwa na uongozi ukimaanisha kama vile jeshi la polisi na wamepita katika 1 2 3, tumeona utaratibu uko salama tu, hamna shida yote. Tarehe 9 tulikuwepo sokoni tukiendelea na shughuli zetu za kila siku. Utulivu ulikuwepo, ila watu wengi hawakuwepo sokoni kulingana na taharuki iliyotokea mwezi wa 10. Wengi waliofia, lakini wengine tulikuwepo tukiendelea na shughuli zetu za kila siku. Wanunuzi walikuwepo wachache, lakini tulipata wateja angalau waliokuwepo waliojitokeza kwa siku. Tunashukuru jeshi la polisi na jeshi la wananchi lilikuwepo likizunguka katika maeneo yetu kwa muda wote. Naitwa Ramadhani Kiamba, ni mvuvi Msoma mjini, mkoa wa Mara. Tunashukuru serikali imefikisha kwenye wakati wake, imetulia, watu tunaendelea kuvua vizuri kabisa. Watu tumeshinda kuvua kwenye fujo ilikuwa zimetokea. Naona nchi imeenda swali kabisa, mambo yanaenda vizuri. Nashukuru kamanda, endelee kupiga kazi. Nchi imetulia, watu tunaendelea kufanya kazi zetu. Hali ya tarehe 9 ilivyokuwa ilikuwa na changamoto. Kwanza abiria walikuwa hawapatikani kulingana na kazi zetu, kwamba watu wengi walijifungia, wakawa wanaogopa kuingia barabarani. Kwa hiyo ilitupatia hata sisi wasafirishaji kuwa na hali ngumu ya kiuchumi, maana watu wengi waliemea mapema wakidhani ya kwamba hali huenda ikachafuka zaidi. Lakini tunashukuru ya kwamba hakukuwa na changamoto ya aina yote Msoma mjini, na wala mpaka saa hizi tunapoendelea hakuna chochote kinachoendelea. Nisifie tu jeshi la polisi kwa kuendelea kuwa pamoja nasi, iendelee kuimarisha ulinzi na usalama katika pande zote za Msoma mjini. Kwa ujumla siku ya tarehe 9 wafanyabiashara wengi walijaa hofu, kwa hiyo wengi wakufungua maduka. Kwa biashara haikuwa nzuri. Kwa mfano wafanyabiashara wa matunda, biashara yao ilikuwa mbaya, na biashara funga kwa matunda yaliharibika. Tunashukuru jeshi la polisi na serikali kwa ujumla kwa jitihada zilizofanya. Hali ya usalama inaendelea kuwa vizuri. Kuanzia tarehe 10 mpaka 12 watu biashara ilifunguliwa, mpaka sasa biashara inaendelea vizuri. Kwa hiyo naomba tu kushukuru serikali kwa jitihada zote zilizofanya kwa zoezi hili kaendelea vizuri na usalama mpaka sasa hivi unaendelea vizuri. Asante.